Hujambo ndugu mpenzi mtazamaji, na karibu katika Kubobea Andikoni, mfululizo wa masomo 13 ambao tunajifunza juu ya Mungu, uhalisia na ukweli juu ya kile ambacho neno la Mungu, Biblia, inasema. Na tupo katika somo la 10 ambalo lina kichwa kinachosema Biblia. Kabla hatujaendelea, hebu tupate ombi. Baba yetu mtakatifu, tunakushukuru sana kwa ukuu na wema wako. Asante sana kwa kutupatia nafasi hii ya kujifunza maneno yako. Fungua akili zetu, tusaidie tuelewe, katika jina lako Yesu Kristo. Amina. Katika historia ya maisha ya wanadamu wamekuwa wakipambana kutafuta ukweli, na wamekuwa wakitafuta ukweli kweli. Kuanzia kusoma katika vitabu vingi, lakini pia kwenda katika maktaba, na hatimaye siku hizi kujikita katika mitandao kuangalia ukweli mbalimbali juu ya masuala mbalimbali ambayo yamekuwa yakiwatatiza. C.S. Lewis amewahi kuandika ya kwamba kiu iliwekwa kwa ajili ya maji, yaani utafiti kwa ajili ya ukweli. Yaani kama unahitaji kujua ukweli, ni lazima ufanye utafiti wa kutosha. Ni lazima usome vitabu vingi, ni lazima uingie katika mtandao kuchunguza na uibuke na ukweli ambao ndio utakao saidia watu fulani kufahamu juu ya kitu fulani au juu ya namna jambo fulani linavyofanyika. Na kwa muda mrefu watu wengi, wanazuoni wengi, watu waliokuwa wanatamani ukweli ufahamike kwa watu wengine, wamekuwa wakitengeneza maktaba. Na mojawapo ya maktaba ni maktaba ya Alexandria. Hii maktaba kubwa sana ambayo ilikuwa ikihifadhi kazi mbalimbali za watu ambao walikuwa na akili nyingi, na watu mbalimbali waliokuwa wakipenda utafiti, kuanzia maandiko ya kina Homer, lakini maandiko ya kina Plato, ya kina Aristotle, ya kina Socrates, hawa wanafalsafa wa zamani waliokuwa wako vizuri sana katika kutengeneza hekima ambazo wanadamu waliweza kuzitafuta katika vitabu. Lakini watu wengine ambao wanasadikika kuwa watu wenye akili nyingi kama Euclid au Bwana Archimedes, ambaye anafahamika kwa mchango wake mkubwa katika maandishi ya fizikia na elimu ya sayansi. Lakini pia kuna mafundisho mbalimbali na maandiko mbalimbali ya sayansi ya Kigiriki ambayo yote yamekuwa yakihifadhiwa katika hii maktaba ya kale ya Alexandria. Kwa hiyo wasomi wengi wa vyuo vingi walikuwa wakienda hapa ili kuweza kujifunza na kugundua na kufahamu juu ya tamaduni za kale. Lakini pia katika historia yote, maandiko mbalimbali ya kidini yamejaribu kutoa kweli mbalimbali ambazo wanadamu wamekuwa wakizitafuta, kuanzia Bhagavad Gita ya Uhindu, Qurani ya Uislamu, lakini Tripitaka ya Ubudha. Vyote hivi vimekuwa vikieleza juu ya namna ambavyo wanadamu wanaweza wakaelewa juu ya ukweli kuhusu mambo mbalimbali ambayo yamekuwa yakiwatatiza. Lakini kwa hayo yote, au kwa vitabu hivyo vyote, bado kuna kitabu kimoja kikubwa sana, Biblia, ambacho kimekuwa ni kitabu aminifu sana, na ambacho kimehusisha waandishi ambao wameandika vitabu 66, kuanzia wafalme, majemedari, wavuvi, wakulima, wote kutoka katika matabaka yote, wakiwa zaidi ya 40. Wote hawa wameshiriki kuiandika hii Biblia, huku akivuviwa na Roho Mtakatifu. Na jambo zuri ni kwamba Mungu anawahusisha hawa waandishi kutoka katika matabaka yote, kutoka katika matajiri mpaka masikini, kuashiria ya kwamba Mungu anaweza akamtumia mtu yeyote ambaye ana nia ya kumsikia kufanya kazi yake. Lakini Biblia inawasilisha pia kisa kimoja maarufu sana ambacho ndicho siri kubwa ya Biblia kuandika, na hiki ni kisa cha ukombozi, namna ambavyo Mungu alipanga na akamkomboa mwanadamu. Na hii yote inadhihirisha namna ambavyo upendo wa Mungu unadhihirishwa.
Katika vitabu vyote hivi 66 kuanzia cha kwanza mpaka cha mwisho, vyote vimeandikwa na waandishi mbalimbali na ambao wametoka katika matabaka mbalimbali, ambao wengine walikuwa hawafahamiani kabisa, lakini wote walikuwa wakielekeza juu ya mpango huu wa ukombozi wa mwanadamu, na vyote vitabu hivi vikimwelezea au vikipoint kwa Yesu. Kwa hakika Biblia ni ufunuo wa Mungu kwa watu wake, ambao unaletwa kwetu ili kuona maisha halisi ya namna ambavyo mwanadamu anaweza akaishi salama akiwa na Mungu. Somo hili katika juma hili tunaangalia uhalali wa maandiko, uhalali wa Biblia, maana yake kwetu leo na athari zake kwa kina, namna gani Biblia inabadilisha maisha ya watu, namna gani Biblia inaleta mwanzo upya au mwanzo mpya kwa maisha ya wanadamu. Watu wengine hudhani kwamba Biblia ni mkusanyiko tu wa habari za kubuni, au ni mkusanyiko tu wa habari ambazo zimeundwa tu na wanadamu ili kwamba wanadamu waweze kuzifurahia kama vitabu vingine vya novel au vitabu vingine vya kutunga. Lakini mpaka pale mtu anapoonyeshwa juu ya siri zilizomo katika Biblia, anapoonyeshwa juu ya mambo yaliyoandikwa katika Biblia, ndipo ambapo anabadilika mtazamo wake kabisa, kutoka na kile ambacho alikuwa anakifikiria ya kwamba Biblia imeandikwa tu habari za kutungwa, na kubadilika na kugundua ya kwamba Biblia inaongelea juu ya habari za kweli, habari ambazo zimetimia, habari ambazo zinatimia, na habari ambazo zitatimia. Na kwa hakika kabisa wengi ambao wanaeleza ya kwamba Biblia inaeleza juu ya habari za kutungwa ni wale watu ambao hawajajikita au hawajaingia katika Biblia kusoma na kujifunza kile ambacho kimeandikwa katika Biblia. Baada ya kifo cha Kristo na yeye kufufuka baada ya siku 3, Yesu aliwatokea wanafunzi waliokuwa wakielekea Emau kutoka Yerusalemu, na akawaeleza juu ya siri mbalimbali ambazo zimeandikwa katika Biblia, akianzia kutoka vitabu vya Musa, akieleza habari za manabii na akaeleza kuhusu masuala ya Zaburi. Zote hizi habari zikieleza juu ya habari kuu ya Yesu, juu ya kufa kwake na juu ya kufufuka kwake. Na baadaye, baada ya kuzipitia hizi habari vizuri kabisa za Biblia na habari za maandishi, wanafunzi wa Yesu walishangaa namna ambavyo maandishi ya Biblia yalieleza vizuri juu ya unabii wa kuishi kwa Yesu, kufa na kuzaliwa, juu ya kuteswa kwake na juu ya kuuawa na namna ambavyo atafufuka. Na hatimaye baadaye wakagundua ya kwamba aliyekuwa akiongea nao alikuwa ni Yesu kabisa. Na walipotaka kumuuliza maswali kadha wa kadha, Yesu alitoweka. Na inaelezwa ya kwamba alitoweka kwa sababu huenda maswali ambayo wangeanza kumuuliza yangebadilisha kile ambacho kilikuwa kimetolewa kwa muda mrefu hapo na Yesu katika mazungumzo yao, na huenda kingehafifisha ule ukweli. Kwa hiyo Yesu akatoweka ili waendelee kubaki na yale ambayo walikuwa wamesikia kutoka kwa Yesu, na wayatumie katika kutafakari na waweze kushiriki na watu wengine. Labda nikuulize, ni lini ambapo imani yako binafsi imeamshwa upya baada ya kuchunguza maandiko kwa mtazamo mpya? Pale ambapo unatazama maandiko kwa mtazamo mpya na unaamua kuichunguza vizuri, kwa kweli mitazamo yetu itabadilika. Hawa wanafunzi wa Yesu walikuwa na haya maandiko na walikuwa wanayafahamu, lakini namna ambavyo Yesu aliyaeleza kwao kwa namna mpya zaidi, walipata kumtazama Yesu kwa namna nyingine, na wakaona namna ambavyo maandishi au maandiko ya Biblia ni matamu sana. Kwa hakika Biblia inapaswa kutumainiwa, na hii ni kwa sababu kuna kweli mbalimbali au kuna tafiti mbalimbali ambazo zimedhihirisha ukweli ambao unathibitisha uhalisia wa ukweli
wa Biblia au Biblia kwamba inapaswa kuaminika. Na nitaeleza mambo kadhaa hapa ambayo ni vithibitisho vya kwamba Biblia inapaswa kuaminika. Nikianza na nyaraka, Agano Jipya lina namna ya kipekee sana kwa namna ambavyo limeandikwa na namna ambavyo limeandaliwa. Kwanza limeandikwa kwa lugha ya Kigiriki, lakini sehemu zingine likiandikwa kwa lugha ya Kilatini na tafsiri zingine chache za kale. Kuna maandiko kama Papyrus ambayo yameandikwa na Bwana John Leyland ambayo yameandikwa katika miaka 100 mpaka 125 baada ya Kristo. Uthibitisho kabisa wa kwamba hiki kitabu cha Yohana ni kweli na ni kweli kiliandikwa na sio hadithi ya kutunga kabisa. Na hii inalinganishwa na maandiko zaidi ya 1800 ya Iladi ambayo yanasalia juu ya nakala za awali ambazo ziliandikwa miaka zaidi ya 500 baada ya kazi ya kwanza kabisa. Kwa hakika hakuna kitabu kingine chochote cha historia ambacho kinaweza kikakaribia au kikafananishwa na Biblia. Hata kuna msomi mmoja wa Kiingereza maarufu sana ambaye alikuwa anaitwa F.F. Bruce. Yeye aliwahi kuandika ya kwamba kama Agano Jipya lingekuwa mkusanyiko wa maandiko ya kidunia, uhalali wake ungechukuliwa kuwa hauna shaka kabisa. Katika kitabu chake cha New Testament Documents, huyu bwana F.F. Bruce aliandika hivyo. Lakini hebu tuangalie ushahidi wa kiarkeolojia. Kuna huyu mwana arkeolojia wa kibiblia ambaye anaitwa Lawrence Maikaitak. Huyu ni mtaalamu wa arkeolojia kabisa ambaye alitambua watu kama 50 ambao wameelezwa katika Biblia. Tukianza na Mfalme Daudi ambaye aliona sanamu yake katika jiwe ya Tel Dan Stel, na mtu mwingine ambaye anaitwa Pontio Pilato ambaye yeye alithibitishwa kupitia jiwe lake ambalo linaitwa jiwe la Pilato ambalo linapatikana Kaisaria kwa uhalisia kabisa. Lakini pia kuna mtu mwingine ambaye anaitwa Koresh. Huyu alionekana katika silinda ya Koresh, Silas Cylinder. Na huu unaunga mkono kabisa juu ya Koreshi, mfalme Koreshi kuruhusu Wayahudi kurudi Yerusalemu, jambo ambalo linaendana kabisa na vifungu vya Biblia, Isaya na kitabu cha Ezra. Tukiangalia swala la unabii, Biblia imesheheni nabii nyingi ambazo kwa hakika zilitimia. Tukianzia unabii wa Mika 5 fungu la 2 ambao unaeleza juu ya Yesu kuzaliwa Bethlehem, jambo ambalo lilitimia kabisa na Yesu akazaliwa Yerusalemu. Lakini pia Isaya 53 ambayo inaeleza juu ya Masihi kuteseka, na ni kweli Yesu Kristo aliteseka na kusulubiwa na kufa pale msalabani, lakini jambo zuri ni kwamba alifufuka. Huu unathibitisha ukweli kuhusu unabii na ya kwamba unabii huu wa Biblia ni kweli tupu. Lakini pia kuna vyanzo vingine nje ya Biblia, mfano kama Tacitus, mwanahistoria mkubwa kabisa ambaye alieleza juu ya ukweli ya kwamba Yesu Kristo alisulubiwa na Pontio Pilato. Mwanahistoria mwingine ambaye anaitwa Josephus, yeye anamtaja vizuri kabisa Yesu na Yohana Mbatizaji katika kitabu chake cha Antiquities of the Jews, akithibitisha kabisa juu ya taarifa za Agano Jipya. Ushahidi mwingine ni mvuto wa kitamaduni. Tunaona Biblia imevuta watu wengi kiasi kwamba watu wengi wametamani kuitafsiri hiyo Biblia, na kwa kushirikiana na shirika la Wycliffe Translators, Biblia imetafsiriwa kwa zaidi ya lugha 3500. Ni kitabu gani ambacho kimetafsiriwa kwa lugha zote hizo hapa duniani? Lakini Biblia imetafsiriwa hivyo, na mafundisho yake yameathiri sehemu nyingi kwa sababu yameelezwa haki za kibinadamu na namna ambavyo wanadamu wanaweza kuishi kwa amani ikiwa watafuata maagizo yake au maandiko yake. Pia Biblia imekemea utumwa, na huu ni ushahidi tosha ya kwamba hii Biblia inapaswa kuaminika. Lakini ushahidi wa mwisho kabisa ni athari ya mabadiliko. Tunaona kabisa mtu ambaye anaisoma Biblia na kuichunguza vizuri, kwa hakika
habaki kama alivyo. Kuna ushahidi mwingi wa watu wengi ambao wamebadilika kwa kuitazama Biblia. Kwa hakika Biblia inabadilisha watu, na huu ni ushahidi tosha ya kwamba Biblia inapaswa kuaminika. Fikiria unatembea katika njia fulani, lakini kuna taa ambazo za barabarani zinamulika, lakini zinamulika na kuzima, zinawaka na kuzima, zinawaka na kuzima. Lakini unaogopa na kutamani kutembea haraka na kupita eneo hilo kwa sababu ni eneo la uchochoro. Ghafla unaona watu nyuma wanakuja ambao ni wakubwa kuliko wewe, na wanapokuja unaona kabisa wanatengeneza ngome zao vizuri na wanaandaa kuja kukuandama. Bila shaka ungekimbia sana na ungeogopa sana. Nikupe tu mfano kama huo. Fikiria unatembea katika taa kama hizo na taa zinawaka na kuzima, lakini ukiangalia nyuma unaona kuna watu wanakuja, ndio wakubwa, lakini mikononi mwao wameshika Biblia. Je, ungekimbia au ungewafuata hao watu? Bila shaka ungetamani mfano huu wa pili ndio ukutane nao na sio ule mfano wa kwanza, kwa sababu ule mfano wa kwanza unaogopesha sana. Huu ndio ukweli wa namna Biblia ilivyo. Kwa mtu yeyote ambaye anakuwa ameishika Biblia au mwenye Biblia, kwa hakika unaona kabisa ni lazima huyu mtu atakuwa amebadilishwa. Na huu ni ukweli ya kwamba wale wanaosoma Biblia wamepitia mabadiliko na wanapitia mabadiliko kila siku. Kwa hiyo tukubali au tukatae, Biblia kupitia Yesu inabadilisha watu. Kituo kimoja cha shughuli za Biblia kilifanya utafiti kwa watu 100 na kuchunguza watu wanaosoma Biblia kwa takribani mara 4 kwa wiki, nini kinatokea kwao. Utafiti huo uligundua ya kwamba watu wanaosoma Biblia kwa takribani mara 4 kwa wiki walikuwa na 59% za uwezekano mdogo wa kuangalia pornografia. Walikuwa pia na 59% za uwezekano mdogo sana wa kufanya ngono nje ya ndoa, 28% za uwezekano mdogo wa kupambana na upweke, lakini 228% ya uwezekano mkubwa sana wa kushiriki imani yao na wengine, na mwisho kabisa 407% za uwezekano mkubwa wa kukariri maandiko. Na matokeo haya ya utafiti yanaeleza ya kwamba kusoma maandiko mara 4 kwa wiki kuna athiri maisha yetu yanavyokwenda, na ndio kiwango cha mabadiliko. Kwa hiyo ukisoma Biblia mara 4 au zaidi utakuwa tofauti kabisa, lakini waliosoma mara 3 au chini ya hapo hawakuwa na matokeo yoyote au matokeo kidogo sana ya mabadiliko katika maisha yao. Sasa huenda labda umekosa hamu ya kusoma Biblia na unatamani tena kuanza upya kusoma Biblia. Nahitaji nikushauri kwa mambo kadhaa hapa kutoka katika somo letu. Jambo la kwanza, anza na Zaburi 2 zozote. Zaburi zinavuta, yani maandiko yaliyoandikwa katika Zaburi yanavuta usikivu, yanavuta kutamani kujifunza zaidi. Kwa hiyo anza kwa kusoma Zaburi zozote kila siku. Soma sura 1 ya Mithali kwa siku, na kuna sura 31. Kwa hiyo kila siku ukisoma sura 1, kwa hakika hekima zilizopo katika kitabu cha Mithali utaanza kuziona zina kuingia. Lakini pia fanya uchunguzi wa wahusika. Anza na Ibrahimu, jifunze kuhusu Ibrahimu, mtu mmoja kwa siku, na soma sura 1 inayomhusu huyo mtu. Sasa unaposoma Biblia jiulize maswali haya. Hii itakusaidia kabisa kujifunza Biblia vizuri. Unaposoma fungu lolote au unaposoma sura yoyote, jiulize muktadha wa kisa au maandiko ni upi? Unaposoma sura tu au unaposoma fungu, jiulize muktadha wa kisa au maandiko ni upi? Lengo ni lipi? Jambo la pili, kwa nini matukio yanatokea au maagizo yanatolewa? Jiulize kwa nini. Unaweza ukawa na karatasi ambayo unaandika au journal yako au diary yako ambayo unaandika hayo, yatakusaidia kwa ajili ya siku nyingine. Jambo la tatu, jiulize hili linatufundisha nini kuhusu Mungu? Na jambo la mwisho, jiulize ni nani katika kisa au maandiko unaweza kujifananisha naye? Ukishapata majibu hayo,
basi utakuwa umejifunza vizuri na ni ngumu kusahau hilo fungu. Jambo kubwa ni kwamba lenga kwa Yesu kama shujaa wa maandiko. Usilenge kwa mtu fulani, labda shujaa fulani, labda Daudi au nani au Musa. Lenga kwamba kila maandiko yana point Yesu. Kwa hiyo muangalie Yesu katika kila fungu ambalo unajifunza na sio shujaa huyo ambaye umejifunza katika hilo fungu. Jambo kubwa ambalo unatakiwa usilisahau ni kuanza kwa maombi. Unapomuomba Mungu akusaidie kuelewa maandiko. Nilikuwa nasoma nukuu fulani nasema hakuna maombi ambayo Mungu anawahi sana kuyajibu kama maombi ambayo mtoto wake anamuomba yeye kwamba amsaidie kujifunza maandiko. Mungu yuko faster sana kujibu, na kwa kweli utaelewa kile ambacho unahitaji kujifunza. Sasa tunapomaliza somo letu, kuna mambo matatu hapa ambayo nahitaji uondoke nayo, kiasi kwamba kama utasahau yote ambayo nimeongea, haya matatu usije ukayasahau. Jambo la kwanza, unabii wa Biblia uliotimia unatoa ushahidi wenye nguvu zaidi katika kuiunga mkono Biblia na Yesu. Jambo la pili, arkeolojia na historia pia vinaunga mkono kuaminika kwa Biblia. Na jambo la tatu, maandiko hubadilisha maisha watu wanapokutana na Mungu kupitia Biblia. Haya ni mambo matatu ambayo wewe ukitoka nayo yatakusaidia katika maisha yako. Mungu akubariki sana unapojipanga kuanza kuisoma Biblia yako kwa nguvu na kumfahamu Yesu vizuri kupitia neno lake, yani Biblia. Tunapofunga tupate ombi. Baba yetu mtakatifu, tunakushukuru sana kwa ukuu na wema wako. Tunakushukuru kwa sababu tumejifunza juu ya kweli nyingi ambazo unahitaji kutufundisha na umetufundisha katika maisha yetu. Baba, tusaidie tujifunze Biblia, tuisome Biblia kwa nguvu, kwa sababu inapaswa kuaminika kabisa. Tunaamini utaendelea kwa pamoja nasi na utatuongoza katika njia ya haki, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Ikiwa hizi videos zinakubariki, kumbuka kulike, kushare na kusubscribe. Pia unaweza comment katika comment section hapa chini, na Mungu akubariki sana. Mpaka wakati mwingine. Asante.